Okay, Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ninaitwa Mchungaji Collins Nyongesa, nikiwa mchungaji wa kanisa la Power in the Word Roadblock, chini ya mtume ambaye anaitwa Benson Ogilo, na nashukuru Mungu kwa ajili ya mchana wa leo ambaye ametutunuku ya kwamba tukaweze kushiriki neno kwa ufupi. Nataka nikaweze kuomba alafu tutaweza kuingia katika ujumbe wa jioni ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante kwa neema ambayo umetutunuku ya kwamba tukaweze kushiriki neno kwa ajili ya mtazamaji wetu. Bwana, tunaomba ya kwamba tunaposhiriki hili neno likaweze kupata nafasi ndani ya mioyo ya watu wako, likaweze kuwabariki, kuwainua na kuwajenga katika msingi wa neno lako, maana unabaki kuwa Mungu mkuu na mwaminifu, na ni kwa Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu ninaomba nikiamini. Amen. Kwa mtazamaji wetu nitakuwa ninazungumuza ujumbe kuhusu jambo ambalo Bwana anahitaji kutoka kwetu kama watu ambao tumeitwa kwa jina la Bwana. Nitasoma katika Biblia, kitabu ni cha Mathayo sura ya 5, mlango wake mstari wake ni wa 13, nasoma mpaka 16. Biblia inasema ya kwamba ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji huwezi kustirika ukiwa juu ya mlima, wala mtu hawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawang'aaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na ing'ae mbele ya watu, wapate kuona matendo yenu, maana wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Nataka kuzungumuza jambo katika fundisho la Yesu Kristo anapokuwa anafundisha wanafunzi wake. Yesu akawa anawafundisha wanafunzi wake ya kwamba akitumia mifano miwili. Akasema ya kwamba jambo la kwanza akawaambia ninyi ndiyo chumvi ya ulimwengu. Lakini akasema ya kwamba chumvi inapo tupwa ama chumvi inaistahili ifanye nini ndipo ikaweze kuwa ya manufaa. Na akasema ya kwamba chumvi ni kitu ambacho kinapaswa kutumika katika wakati ambacho unafaa. Yesu Kristo akawaambia ya kwamba chumvi inapokosa ladha hukanyagwa na kutupwa na inakosa manufaa katika muktadha wa mazingira ambayo chumvi iliomo. Na akaongeza mfano mwingine akasema ya kwamba sisi ndio nuru ya ulimwengu. Na akasema ya kwamba mtu hawezi akawasha taa na akaiweka chini ya kinara, bali mtu akiwasha taa huiweka juu ya kinara, ili ulimwengu ikaweze kuona, na watu wanapouona huo nuru inasaidia watu kuweza kutembea ili wasijikwae wala wasianguke. Yesu Kristo alikuwa anafundisha nini katika hii ujumbe? Yesu Kristo akawa anatufundisha ya kwamba kuna kitu, wakati aliwaita wanafunzi wake alikuwa anatarajia kitu kutoka kwao, na akawa anatumia mifano ili wakaweze kuelewa jambo ambalo alikuwa anahitaji kutoka kwao. Na jambo la kwanza Yesu anasema ya kwamba anahitaji watu walinganishwe na chumvi. Ina maana gani watu wakati wanalinganishwa na chumvi? Ya kwamba wakati mtu amelinganishwa na chumvi, chumvi huleta ladha, chumvi huleta manufaa ama huleta manukato tofauti kidogo, ama huleta value katika mapishi ama katika chakula. Utapata ya kwamba chumvi pia inaleta preservation ya chakula. Wakati mwingine unapofanya utafiti wa chumvi utapata ya kwamba chumvi huharakisha hata mapishi wakati yanapikwa. Na ndipo Yesu akawa anatulinganisha sisi tukiwa sawasawa na hii chumvi, ya kwamba tunapokuwa chumvi ya ulimwengu, ya kwamba tukaweze kuwa watu ambao tunaleta ladha, watu ambao tunaleta value katika ufalme wa Mungu. Ya kwamba wakati tunakuwa Wakristo tusiwe Wakristo ambao tuko tu kama Wakristo lakini hatuko na dhamani katika mazingira ambayo tunaishi. Ya kwamba
tuwe watu ambao tunaadhiri mazingira ambayo tunakaa, tuwe watu ambao tunaleta utofauti katika mazingira ambayo tunakaa. Katika jamii zetu tunahitaji tuwe watu ambao tunaleta dhamani na tunaleta value katika jamii. Wakati unakaa katika jamii kama Mkristo, wacha ukaweze kuwa chumvi katika hiyo familia, ya kwamba ndani ya jamii ambayo unatoka kama Mkristo ukaweze kuwa mtu ambaye unaleta mabadiliko, na mabadiliko ambaye analeta uzuri. Wakati unapika chakula ambacho hakina chumvi, unapokila ile chakula unapata ya kwamba hakiingii kwa kizuri, lakini chakula inapowekwa chumvi kiasi, unapata ya kwamba kile chakula kinaleta uzuri na inaleta appetite ya mtu kuendelea kukila ile chakula. Na maanisha nini ninaposema hivi? Kama Mkristo mwenzangu, ninaomba ya kwamba ukaweze kuwa mtu ambaye unaweza ukaleta value katika ile jamii, katika ile society ambayo unakaa. Unaweza kuwa unafanya kazi mahali ambapo unakaa, unapofanya kazi, wacha ikaweze kuwa ni mahali ambapo unakuwa na value. Usiwe tu ni Mkristo ambaye uko mahali na hauna value. Akasema ya kwamba chumvi inapokolea inatupwa na inakanyagwa. Yesu alikuwa anamaanisha nini alipokuwa anasema haya? Alikuwa anamaanisha ya kwamba kama Wakristo tunapaswa kwenda na majira, ya kwamba wakati ambapo umepewa neema ya kuweza kuwa na uzima na kuweza kuwa Mkristo, unapaswa utumie hii wakati. Maana kuna wakati inakuja ambapo wewe kama Mkristo hautaweza kusimama na kuhubiri hii Injili. Kuna wakati itafika wewe kama mtu wa Mungu hautaweza kusimama na kufanya kazi ya Mungu tena. Lakini anasema ya kwamba kuna wakati ambao Mungu amepeana kwa wewe ukaweze kutumika. Kuna wakati ambapo Mungu ameweza kukupeana ili ukaweze kuwa mtu wa dhamana. Hii wakati ndipo ambao unapaswa uitumie vyema, ukaweze kufikia watu ukileta utofauti katika maisha ya watu. Kuna watu ambao wanahitaji mtu ambaye anaweza akawatia moyo. Kuna watu wanahitaji mtu ambaye anaweza akasimama katika pengo kwa ajili ya kuwasaidia na kuwainua. Kuna vipawa ambavyo vinahitaji kulelewa. Wewe ambaye Mungu ameweka uwepo wako ndani mwake na akakulinganisha na taa, anasema ya kwamba wewe ni taa ya dunia, wewe ni nuru. Anasema ya kwamba mtu anapowasha taa haiwezi akaiweka chini. Ina maana ya kwamba kama Mkristo umepewa neema ya wokovu na umebeba wokovu katika maisha yako, inapasa uwe unaitumia wokovu wako kwa ajili ya kufikia watu wengine. Kuna watu ambao wanajiita wameokoka, lakini wokovu wao haifikii watu wengine. Wokovu wao haisaidii taifa lingine. Wokovu wao haisaidii jamii yao. Wokovu wao haisaidii hata mahali ambapo wanakaa. Lakini wakati Mungu amekuinua, kuna kitu ambacho Mungu anahitaji kutoka ndani yako. Anahitaji ya kwamba ile neema na ile mwanga ambaye amewachilia ndani mwako ukaweze kuangazia mwingine, ya kwamba ile upenyo ambayo Mungu ameachilia juu yako, ile furaha ambayo Mungu amewachilia ndani mwako baada ya kumpokea Kristo, anahitaji ya kwamba ukaweze kuisambaza. Na wakati unaisambaza, unalinganishwa na taa ambayo imeinuliwa. Wakati watu wanaona matendo makuu ndani ya maisha yako ambayo Mungu anayafanya, watu wanaweza wakapata hiyo wokovu pia, kwa sababu wametumika kupitia wewe. Ndiposa Yesu akasema ya kwamba wakati chumvi inakosa kutumika wakati ambao unastahili, inapokosa ladha, inakanyagwa na watu na inakosa maana. Kuna wakati Mkristo unaweza ukakosa maana, wakati unawacha wakati wa Bwana iko kupite. Wacha kila mmoja kama ni Mkristo ambaye umeitwa, umeokolewa na Kristo, ukaweze kutumika, kwa maana Kristo anahitaji kitu kutoka kwako. Wakati Kristo anahitaji kitu kutoka kwako, kuna mstari ambao anaulinganisha katika Luka 13, unaposoma kuanzia 13 mpaka Luka 13:6 mpaka 9. Kuna mtumishi mmoja ambaye Kristo alikuwa anajaribu kulinganisha. Akasema ya kwamba kuna mtu ambaye alipanda mti katika shamba lake, na huu mti ambao aliupanda katika shamba lake akaja mwaka wa kwanza akitarajia kupata mavuno katika huo mmea, lakini alipoangalia hakuona tunda lolote katika huo mmea, akaenda. Mwaka wa pili ikawa ni vile vile. Mwaka ya tatu akaambia mfanyikazi wake ya kwamba huu mti unachukua nafasi bure katika hili shamba langu, na haitakuwa na maana kama huu mti unakaa katika hili shamba na hakuna tunda ambalo nitalipata. Na akaambia mtumishi wake ya kwamba huu mti nitaukata na kuuchoma na kuuteketeza,
kuteketeza. Lakini mtumishi wake akamwambia jambo, akamwambia ya kwamba itakuwa ni vizuri kama huu mti tutaupalilia vizuri na tuuwekee samadi, ili tuipee mwaka ingine mmoja, tuone ya kwamba kama huu mti unaweza ukazaa tena. Na ndiposa akamwambia ya kwamba wacha tujaribu. Ninamaanisha nini ninaposema hili? Kuna kitu ambacho wakati Yesu Kristo amekuinua katika ufalme wake, anatarajia kutoka kwako. Kuna matunda ambapo Kristo anahitaji ya kwamba kama Mkristo ukaweze kuyazaa. Kuna matunda ambayo anatazamia kutoka kwako. Yesu Kristo wakati unakaa katika ufalme wake na hauzai chochote na hauleti lolote la faida, unakuwa sawasawa na ule mti ambao unachukua nafasi, unachukua wakati bila kuleta jambo lolote la faida. Na wakati unakosa kuwa wa faida katika ufalme wa Mungu, anakulinganisha na ule mti ambao unakatwa na kuchomwa. Wakati mwingine kama Wakristo tumeinuliwa kwa ajili ya kujenga ufalme na kuinua watu wengine katika ufalme. Lakini wakati umeokoka na uko tu pale, hakuna kitu ambacho unafanya katika ufalme. Wakati umeokoka kama Mkristo na hakuna kitu ambacho unafanya ambacho kinaleta faida katika ufalme, unafika kiwango ambapo Kristo anakutema. Wakati unatemwa na Kristo, unafika mahali ambapo unakosa dhamana. Chumvi ni ya dhamana wakati inatumika, lakini wakati chumvi inakosa dhamana, inatupwa, inakanyagwa. Wakati Mkristo umeitwa katika wokovu, unakuwa wa dhamana wakati unafanya kazi, lakini wakati haufanyi jambo lolote katika ufalme wa Mungu, unakosa dhamani na unakosa value. Na Kristo anahitaji ya kwamba tukaweze kusimama katika kuleta dhamani. Kuna mambo ambayo Kristo anahitaji katika maisha yako. Jambo lingine ambalo Kristo anahitaji ya kwamba tusimame katika kweli, ya kwamba wakati tunaleta neno ambalo ni neno la kweli, tunaleta neno ambalo linaleta mabadiliko, ili watu wanapoona kitu ambacho kinafanyika katika maisha yetu wanapata wokovu na wanapata kumtukuza Kristo. Wakati watu wanaona mapenzi yetu mazuri ambayo tunatendea watu wengine, wakati watu wanaona tunapofanya jambo nzuri katika mataifa, wakati watu wanaona tunatenda matendo mazuri katika familia, wakati watu wanaona tunatenda matendo mazuri katika maeneo yetu ya kazi, watu wanapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa ajili yako. Wacha uwe sababu ya kuweza kuleta watu katika ufalme wa Mungu kupitia matendo yako. Wakati matendo yako yanakuwa mazuri, yanaleta uwepo wa Mungu juu ya maisha yako, na hayo matendo yako yanavutia watu wengine wanaingia. Na hiyo ndio maana Kristo anasema ya kwamba wakati unakuwa kama chumvi, unaleta ladha tofauti katika maisha ya watu, na unaleta ladha tofauti katika mazingira ambayo unakaa. Kwa hivyo ninaomba ya kwamba kila mmoja, wacha ukaweze kujikaza kama Mkristo na ukaweze kujitambua kama mtumishi wa Mungu, ya kwamba ukaweze kuleta ladha katika maeneo ambayo unakaa, na zaidi ya yote tukaweze kuangazia ulimwengu wakaweze kujua ya kwamba katika Kristo ndiko kuna nguvu, katika Kristo ndiko kuna ushindi. Amen. Amen. Wacha tukaweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunashukuru kwa ajili ya mtazamaji wetu. Tunaomba Bwana ya kwamba ujumbe huu ukaweze kupata nafasi, ukaweze kupata upenyo katika maisha yao, ya kwamba ikaweze kubadilisha mazingira yao, ya kwamba ikaweze kubadilisha makazi yao, ya kwamba ikaweze kubadilisha huduma zao katika jina la Yesu Kristo. Wacha wanapoenda kule nje na kuangaza matendo yako mema, wacha Bwana ukaweze kuwatia nguvu na kuangaza katika maisha yao, maana wewe ni Mungu ambaye tunakutegemea. Uinuliwe, upewe sifa kwa mema na makuu ambayo unatenda, na ni kwa Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu ninaomba nikiamini. Amen. Amen. Mungu awabariki sana.